Safi zaidi. Kumbuka ni saa 1:18:38. Kabla jingia kwenye shajara ya siku, lazima tuangalie pia katika ripota wa wiki tunakupeleka wapi. Edward Bokelo. Naam kaka, kama mlivyokuwa mkifuatilia katika runinga zenu na redio zenu, ripota wetu wa taifa leo tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026, tungeomba atuelezee ule ufadhili wa Nyota katika ile kaunti aliyoko yeye umepokelewa vipi na vijana wetu ambao wamejitolea kwa udi na ambari kupokea kwa kutumia simu zao mahiri. Na ukumbuke kauli mbiu ya Nyota ni kukuza, kuimarisha na kuendeleza vijana. Kwa hiyo vijana waliopokea mchango huo ama fedha hizo za ufadhili, kwa njia gani pale ulipo wewe, kwa sababu lilikuwa ni zoezi la kaunti zote 47 nchini Kenya. Safi sana jamaa. Hakikisha kwamba unaripoti kwa ubunifu. Angalia mpango wa Nyota, vijana ambao wana vinjari na kufurahia baada ya kupata kipato fulusi shilingi 22,000. Sasa kwa hili ni awamu ya pili, nadhani imefika 50 kwa kweli kama mtaji. Kwa hiyo vijana watuambie ni mtaji wamepata, ni uwekezaji wamepata, wapatie vidokezo, ufadhili wamepata ufadhili. Ndivyo. Shilingi ni ngapi wamepata? Mmoja anaweza taja shilingi 22,000. Ndivyo. Mwingine ataje pia katika kipato hiki anakusudia kukifanyia nini, ama vijana wanasema ubunifu uonekane katika ripoti yako. Wao watiririke, sisi tumeshawapatia vidokezo. Hizo ni vidokezo. Wewe chomoa simu yako, tathmini kwamba vipi Nyota, mradi wa Nyota unahusu nini. Ukishapata basi vidokezo viwili vitatu, unganisha, anaweza kuripotia katika kaunti yoyote ile ambapo upo Kabisa. Tuoneshe nguvu yako na ubunifu wako. Haya sasa. Ni KBC Radio taifa sauti ya Mkenya, kibongo wa Yesu. Kumbuka tumekupatia mradi wa Nyota ambao utakuwa unautumia kama kigezo cha kuripoti. Kabisa, kwa sababu tuliona vijana takribani 1122 wamepokea takribani 3.1 bilioni 3, karibu bilioni 3 katika hali ya kuwekeza. Bwana ndio. Kwa hiyo watuelezee kabisa wale vijana katika yale maeneo wanayotoka wamepokeaje pesa hizo, wakikumbuka kwamba kauli mbiu ya Nyota inasema hivi: kuza, imarisha na endeleza vijana. Je, vijana wenyewe wako tayari kuendelezwa kwa ufadhili huo wa serikali? Panga mada, tiririka vizuri, tupatie ripoti yako. Sasa msikilizaji, kumbuka ndio kama ripota. Ukiona amekaa vizuri sana kwa tathmini, wacha tuvime basi ndani. Hello. Vipi kaka, jina lako? Nashaka huyu ni kaka Ken kutoka Mbeketoni, kaunti ya Lamu. Haya, tuone ubunifu wako ndugu yangu. Zaidi ya vijana 7,000 katika kaunti ya Lamu wanatarajiwa kunufaika na mpango wa serikali wa National Youth Opportunity Towards Advancement almaarufu kama Nyota, unaolenga kupunguza ukosefu wa ajira na kukuza ujasiriamali miongoni mwa vijana. Mpango huu uliozinduliwa mjini Mkwela, katibu mkuu wa biashara na uwekezaji Abubakar Hassan Abubakar, ambaye aliwahimiza vijana kujisajili na kunufaika na ruzuku ya kuanzisha au kupanua biashara zao. Kwa kila wadi katika wadi 10 za kaunti ya Lamu zitapata vijana 70 watakaopokea mtaji wa shilingi 50,000 kila mmoja kupitia mpango huo wa Nyota. Mbali na fedha za mtaji, mpango huo pia utatoa mafunzo ya kazi kupitia mfumo wa apprenticeship pamoja na kutambua na kudhibitisha ujuzi waliopata vijana nje ya mfumo rasmi wa elimu kupitia mpango wa Recognition of Prior Learning maarufu kama RPL. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, katibu mkuu Abubakar Hassan alisema mpango huo utasaidia hasa vijana wa maeneo yaliyotengwa kama Lamu Mashariki na eneo la Boni, ambako wengi kukosa ajira kutokana na ukosefu wa vyeti na ujuzi unaotambulika rasmi. Naye mbunge wa Lamu Mashariki Kapteni Ruwaida Obo aliwataka vijana kujitokeza kwa wingi kuomba nafasi hizo, akisema mpango huo utaweka fursa na kujitegemea kiuchumi. Kwa upande wake, mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Mudhama alisema mpango wa Nyota unaonyesha dhamira ya serikali ya kitaifa na kutekeleza ajenda ya maendeleo ya bottom up
kaunti ya Lamu Wesley Koech aliwataka maafisa wa utawala kuhamasisha vijana kote kaunti hiyo hususan Lamu Mashariki kujisajili ili wasikose nafasi hiyo muhimu. Vijana waliostahili wanaweza kutuma maombi yao kwa kupiga *254 alama ya leli. Nikiripotia mubashara Shaba kutoka Peketoni, kaunti ya Lamu, la kwangu jina Mite Kaka Ken Masala. Nikirudisha ustadi kwako studio. Asante sana kaka yako Kenya alikuwa anaomba kuja studio, anasema alihitimu vizuri, kwa hiyo anasema umpe nafasi kule Mpeketoni. Karibishwa sana, kwa sababu nilizungumza na bosi wangu akasema kuwa wakati mwingine pia kupata mgeni hasa maripoti ni vizuri. Hivyo Ona kweli inaleta maana, kwa sababu hakuna haja mtu ajizatiti na kakosa kupata manufaa ndivyo ya kusikika na labda kusalimu pia mashabiki wake. nayo sasa. Kwa hivyo Kenya taalikwa tu Juma lijalo inshallah, Mungu akitujalia. mwalike tu. Asante. Asante sana msikilizaji wangu, tuende kwa ripoti wa pili. Halo vipi babangu? Na Nation ya Mangu kutoka katika kaunti ya Kilifi. Twende kazi na Nation. Safi Nation. Rais William Samoei Ruto aliweza kutoa ufadhili wa nyota katika kaunti zote 47. Mmoja wa kaunti hii iliyoweza kupokea ufadhili huo ni kaunti ya Kilifi. Vijana wa humu waliweza kusaidika kwa ufadhili huo, waliweza pokea kila mmoja shilingi 25,000. Waliweza patana na kijana mmoja jina lake Kelvin Mumanyi, akiweza kushukuru Rais William Samoei Ruto kwa kutoa ufadhili huo. Sasa ameweza kuanzisha biashara yake ya kuuza nguo na kadhalika. Rais William Samoei Ruto, tunakushukuru kwa ufadhili huo, kwa sababu umeweza saidia vijana hao kwa ufadhili na kupunguza wizi wa kimabavu. Na pia Rais William Samoei Ruto, hiyo kazi nzuri unaifanya, Mungu akubariki. Nikiripoti kutoka katika kaunti ya Kilifi, eneo la Marekani, jina langu ni Nation ya Mwangi. Asante Nation kutoka Marekani ya Kilifi. Nimeshangaa kuna Marekani ya Kilifi mwanangu. Haya. Asante sana, tupate ripoti mwingine 0700 0732745111. Taifa halo. Jambo magwiji, Jambo. upendo mjomba na Mumanyi Naam, Mwalimu Tindi. katika nyumba kubwa. kabisa. Nikiripotia KBC sauti ya Mkenya, ramani ya Kiswahili, kutoka Majaliwa kutoka gatuzi dogo la Rabai, kijiji cha Mwadida mwa Mganga. Twende kazi. Shughuli ya uwekezaji wa vijana ulifanyika katika shule ya msingi. Pole. Pesa mafuta. Pesa mafuta. Umeweka mafuta kidogo sana ya shilingi 5 na imebidi gari lizimie njiani. Kabisa. Ongeza mafuta ya shilingi 1000 kwenye simu kisha twende nalo. Rabai kule minazi mingi, watu wanagema sana, lazima fursa zipo. Au sio? Ndiyo kaka. Kifua mwingine labda ni mwanadada, unaona inamweka mweka hapo. Haya. Radio Taifa sauti. Taifa, Naam. Jomba. Sabana Feri. Aheri. Huyu ni Ali bin Ali kutoka Pananguo, kaunti ya Lamu. Asante, twende kazi Ali. Niko tayari kuripoti. Twende kazi. Hayari huwa aidha kila mwacha Samboe hufa alimwana maji. Misemi zinazotubainishia kuithamini na kuikumbatia asili na fasili. Bila shaka asili tunayochanganua ni lugha kuntu ya Kiswahili. Ama kweli titi la mama ni tamu walau la mbwa. Moja kwa moja tunangoa nanga kuelekea Radio Taifa kukistaftahi Kiswahili. Kila uchao tunayajadili mengi yanayohusu jamii, kuielimisha, kuionya, kuihimiza jamii kuyazingatia tunayoyajadili. Hii leo kumekucha kuchele, bila kupoteza muda tunachanganua kuhusu ufadhili wa fedha kupitia mradi wa Nyota. Shangwe, bashasha na tabasamu zimeshuhudiwa kwenye nyuso za vijana baada ya kupokea kitita cha furushi kupitia mradi wa Nyota nchini Kenya. Kaunti ya Lamu, vijana wa kiume wanajihusisha kwenye biashara ya uchukuzi na usafiri kupitia bodaboda, boti na punda, ilhali wa kike
biashara ndogo ndogo ikiwemo ususi, uuzaji wa nguo na mengineyo mengi. Baada ya kupata kitita cha fedha za nyota, tumaini la pekee limepatikana kwenye maisha ya vijana kwa kumiliki biashara na vifaa vya usafiri ambavyo mwanzoni zilikuwa vya kukodisha. Nikiripotia ripota wa taifa, mimi Ali bin Ali kutoka Pandanguo, kaunti ya Lamu. Safi. Ali bin Ali kutoka Pandanguo. Na Ali pia ulimwalika nadhani. Nimeshamwalika mara mbili lakini hamuoni hawajiwakilishi. Ali utanitafuta kwenye inbox wala andika Matthews. Ama huyu ni Ali wa artificial intelligence, ile akili mnemba. Kuna. Haya. Andika tu Matthews Omanyi, ingia ndani ili tuweze kusonga pamoja nawe. Radio Taifa, sauti ya Kenya. Twende kazi. Lamu pekee. Yanga imetekwa kutoka Lamu, kutoka Mpeketoni, kutoka Rabai. Wengine wako wapi? Kilifi, Mombasa. Mambo huku yamekuwa moto moto, wengine mko wapi? Yani sema ripoti ya taifa imetekwa nyara na wapwani. Na wapwani? Na wenzetu wengine wako wapi? Naona hii kampeni haya anaifanya. Kuna kijana fulani hatari anajiita Elia Baraza. Matata sana. Ndio hiyo kazi anaifanya. Wakifanya kazi na kamande. Hatari sana. Mambo ni mazito. Kwanza wameshikilia huo mrengo kweli kweli wa pwani. Wakikohoa watu wanaambukizwa. Kwa hivyo wala mote wanapima sana hii sehemu. Jambo. Huyu ni Majaliwa amerudi. Haya, weka mafuta ya kutosha, twende kazi. Shughuli ya kuwezesha vijana ilifanyika katika dusi dogo la Rabai katika shule ya msingi ya Bofu Primary School na iliongozwa na mbunge wetu mstahiki Kenga Mpe. Mpango wa Nyota ulizinduliwa na kiongozi wetu wa nchi mnamo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027. Awamu ya kwanza iliwawezesha vijana kupokea takriban shilingi 22,000. Mpango huu unawezesha vijana kujiendeleza kibiashara ili kukidhi maisha yao ya kila siku. Awamu ya pili ilifanyika hapo jana Ijumaa tarehe 10 huku
vijana wakibugia kibindoni shilingi zilizosalia, hivyo basi kufanya jumla ya pesa walizopokea kufikia shilingi 50,000. Hata hivyo kumeshuhudiwa matumizi mabaya ya fedha hizo miongoni mwa vijana, kwani baadhi ya walionekana wakilewa chakara na wengine wakijitosa katika matumizi ya mihadarati. Vijana wengine walionekana wakikesha usiku kucha kutafuna migogaa, miraa na vileo vingine. Ongole kwa rais wetu wa Kenya Kwanza, Mheshimiwa Ruto, kwa kuwezesha vijana, na hapo basi hawana budi kumpa Rais Ruto kura ili akamilishe awamu iliyosalia. Nikiripotia Radio Taifa sauti ya Mkenya, ramani ya Kiswahili, ni Majaliwa kutoka Rabai, Mwadida mwa Mganga. Asante, lakini usipige kampeni. Na usianze kupiga kampeni, sisi tuambie ripoti tu. Hao vijana ambao walihamia Mangweni waase. Kabla tujaenda kwenye uchaguzi, tuanze kwa mwingine. Punguza sauti ya redio. Hata imemzima yenyewe tu. Kwanza yataka uwe makini mahali ambapo umekaa. Naam. Ujitahidi kuhakikisha kwamba umepanga vidokezo vyako vizuri, alafu angalia pia simu kama iko na full. Usije kuweka mafuta ya shilingi 5 uweze kufaulu na full report ukiwa na uwezo wa kifedha vizuri katika simu yako. 0700176699 0732745111. Radio Taifa. Hello, KBC Radio Taifa. Unaita nani? Huyu ni Kicha kutoka Kicha ya Paris, Kenyatta Market, kwa namba video tu. Haya, ripoti nisikie. Hata jina sijalisikia. Twende nalo. Twende ripoti. Halo. Amesikia ripoti. Ameenda kuangalia mbele na nyuma. Ameamua kufyekua. Sauti ya redio. Anasikia mwangwi hapo. Anatusikiza sisi. Asante sana Zefania Nyarunda wakiwa na Richo Kwamboka Nyatundu wakiwa sehemu za Kisii. Anasema mtoto wetu nakusikiza, asante sana. Ani walezi wangu. Hata mimi nawaona wengine hapa, kuna Matayo Ndenga, Kristo Tuko, Jobu Lisero, Mwalimu Burudi, Amarachi, Mugoma, Meja Makei. Alafu na huyu jamaa anaitwa Dada Mwajuma, anasema nawafuatilia vizuri sana ndani ya nyumba kubwa. Yohana sana kumbuka maripoti wa bunifu ya ushindi. Hello. Jina langu. Nashaka naongea na kijana poa kutoka Nakuru County. Punguza sauti ya redio. Ni furaha gani iliyoshuhudiwa katika eneo la Karau, ambapo baadhi ya wananchi wajitokeza kwa wingi baada ya Rais William Ruto kutoa kitita cha fedha ili kufadhili wakazi katika eneo la Karau. Aliyo inaweza kufanya baadhi ya vijana wengi kuchangamuka, huku wengine wao wakiomba rais endelee na mpango huu ambao utaweza kuinua baadhi ya maisha ya vijana katika eneo hilo. Hata hivyo, baadhi ya upinzani wake nao waliweza kukashifu mpango huo wakisema kuwa haufai zaidi, lakini huku baadhi ya vijana waliweza kushabikia mradi huo. Nikiripotia KBC Radio Taifa kutoka kaunti ya Nakuru, langu jina Nite Kakahari. Hata alikuwa na wasiwasi, sio kijana poa yule, tunamuelewa. Ndivyo. Wewe ni Carlos Sibeko kutoka Nandi. Leti twende. Boyo. Hello. Boyo. Safi. Ripoti. Naam. Endelee. Naam. Hii ni habari ambayo inaweza kuronga vichwa vya habari. Rais William Samoei Ruto Anasoma mara kidogo. Najisikiza kwenye redio ndio sababu Yule aliyemwandikia Mwakenya amemwandikia vibaya. si
wanasema wanakufuatilia hiyo nyumba kweli, watu wanachekesha kweli kweli. Siku moja nitaandika kitabu, niandike mada inasema si rahisi. Niandike riwaya. Naam. Niite si rahisi. Tumalize na ripoti wa mwisho. Kabisa. Hello, Radio Taifa BBC. Naam. Huyu ni Chicha kutoka Chicha ya Paris Kenyatta Market kwa video tu. Twende. Wacha ni ripoti kwa moja kutoka Orkarao. Haya, tuendelee. Huko Rais William Samoei Ruto akihakikishia wakaaji wa Orkarao utendakazi mwema wa mbunge ambaye wanasimama na Wewe hujafuata mada, wala hujachukua vidokezo. Wewe umeanza kupiga kampeni, sisi hatutaki hayo. Najua vitaelewa mada ni kitu kibaya sana. Ili kwa kaswali ile hivyo kwenye mtihani. Halo. Haya. Mwisho. Hello, Radio Taifa. Naam. Bila shaka ni Mkatoliki kutoka mjini Kakamega. Twende kazi. Anawakilisha Waluhya. Naam. Bila shaka mimi ni Mkatoliki kutoka hapa mji wa Kakamega. Hapo jana vijana 70 waliweza kupokea mgao wa takriban shilingi 25,000. Sasa ni shilingi Haya yameleta shida. Haya. Tumalizie hapo ama? Tumalizie hapo, tukomee hapo kwa kweli. Asubuhi ya leo tumekuwa na washiriki takriban 6. Tumekuwa na kaka Ken kutoka Mpeketoni, tumekuwa na Nashon Mwangi kutoka Kilifi, Majaliwa kutoka Rabai, Ali bin Ali kutoka Pandanguo, Henry Mwaniki kutoka Lamu, kijana Poa kutoka Nakuru lakini hakufanya poa, na mwisho ni huyu wa Mkatoliki ambaye simu yake imefyuka. Radio Taifa. Radio Taifa Sauti Kenya. Mani, Vipi anko? mimi kama mjomba. Nipo bali. Kuna vitu huyu. Haya, unapiga nani kura? Yaani unajua kama mjomba amekukataza usiweke zile parawanja. Mambo ya walimu. Maana tutaziweka parawanja usiku. Haya. Sasa ina baadaye wa mheshimiwa Majaliwa. Asante. Radio Taifa Lo. Hello, Mani. Sema. Msalivia tena mjomba. Nimesalimika. Kama kitana soroko vitu huyu. Kuna kwa nani? Baba yangu kwa kaka Ken. Asante Mpeketoni. Haya. Haya, kitu napenda Ken sana. Halo. Hello. Vipi? Mani vipi? Safi sana anke aliachia amani ya Mungu. Ule baraza wetu tulipiga timu hapa na kamande. Nakwambia lazima ramani itatii kwamba Lamu tunawasikiza na sisi tunaomba Mungu tuwe vijana wazuri. Asante mzima kutoka Lamu County. Kuna kwa nani? Sasa kura yangu ya kwanza ni kaka Ken. Aliyefuzu masomo yake. Asante. Radio Lo. Mmoja sema mmoja ukelo mjomba. Naam, tupo. Huyo nilipo mzungu bwana. Nasikike. Kura yangu nimpatia kaka Ken. Alafu nimwambie Mkatoliki kama angekuwa na mafuta kura ingekuwa yake. Asante sana Radio Taifa Sauti Kenya. Hello, Mani Zumani. Ndio hiyo. Kuna yangu kwa kaka Ken. Asante sana, salimia watu Kilikore Sisokoro. Halo. Halo, ukelo mjomba. Naam. Mani, habari asubuhi. Sema kaka. Mpasta James Nguna mashimashi wetu. Mimi nampigia huyo kaka Ken. Asante. Asante sana Radio Taifa Sauti ya Kenya. Ajui kapo mnayo ukelo mjomba hapo vipi? Salama. Waka. Upo umegonga ndipo baada story na serikali kwa kura kwa kaka Ken. Asante. Barabara kabisa, sema nasi, jina lako nani? Halo. Hello. Vipi mambo? Jina lako? Mwanasa kutoka Pandanguo. Mpatia nani kura yako? Kura yangu nampatia Ali bin Ali. Haya, mmepatia Ali bin Ali wa Pandanguo. Jumamosi atakuwa shuka nguo. Ukelo mjomba. Asubuhi. Sema. Huyu ni Joseph Jeloro ni sofanda wa nani tukeshe. Kura yangu kaka Ken. Asante. Hewala bwana. Itabidi tuje kwako sasa, mdoso kwa mrefu. Unasema
Unaonaje nani mshindi baba? Mimi nakwambia si rahisi na kamwe siwezi. Kaka Keni leo ameibuka kidedea kwa sababu amepata kura 8. Mwenye anamfuata karibu kabisa ni Ali bin Ali wa kutoka Pandanguo na Henry Mwaniki kutoka Lamu ambao wamepata kura 1. Kwa hiyo mshindi wetu wa asubuhi ya leo ni kaka Keni kutoka Mpeketoni, Lamu. Hongera sana kwa wote walioshiriki na wote hasa waliowajibika kupiga simu na kuonesha jitihada zao kwamba wanathamini kipindi hiki licha kwamba si washindi wote. Siku bado kushinda si mshindani. Hongera sana kaka Ken na nyote mliowajibika.